nataka nikwambie kitu kimoja. Ujue kwenye forex trading ukiachilia mbali skills, pia mtaji ni kitu cha muhimu sana, kitu cha msingi sana. Yani ukitaka umake it kwenye trading haraka na faster, basi inakubidi uwe na mtaji mzuri, na mtaji mzuri wa kuanza nao at least iwe ni kuanzia $1,000. Hii nilishazungumza sana kwenye video nyingi sana ambazo zimepita huko nyuma, ambazo nimeshare mwaka jana, na leo narudia tena, mtaji ni kitu cha muhimu sana. Sasa leo nataka nitoe tip. Unaona, hii ni tip ambayo naamini itakusaidia sana wewe kijana ambaye una struggle kupata mtaji mzuri wa trading. Kitu ambacho nataka kusema ni kwamba ili uweze kupata mtaji mzuri wa trading, wengi huaga wanakimbilia kukopa, au wanaenda kukopa kwa watu, wanakopa benki, au wanaenda kuazima pesa kwa watu, au wanamfuata mtu anamwambia tufanye biashara, wanampa mtu wanamwambia bwana nipe pesa, mwisho wa mwezi nitakuwa nakupatia kiasi fulani, ili mradi tu yule jamaa apate access ya kuwa na mtaji mkubwa. Lakini changamoto kubwa hasa ambayo huwa inawakumba hawa watu ambao huwa wanakopa pesa au wanaenda kuchukua pesa za watu ili wazitrade au wafanye management ya pesa za watu, mwisho wa siku, mwisho wake unakuwa ni mbaya sana, kwa sababu wanakuwa wanashindwa kumit zile target ambazo wanakuwa wamewaambia wale watu. Na hiyo yote sio kwamba wanakuwa wanafanya hivyo ni makusudi, au wanakuwa yani wameshindwa kwa makusudi, au labda hawajui. Hapana, wanakuwa wanajua, lakini sasa ujue trading ina mambo mengi sana. Unaona, wewe unaweza ukapanga hivi na trading ikakuendea hivi, kwa sababu sio kila nyakati ni nyakati nzuri za kutrade. Unaona, kwa sababu trading kuna nyakati biashara itakuendea vizuri, na kuna nyakati biashara itakuendea ndivyo sivyo. Unaona, kwa sababu kama ilivyo kwenye biashara nyingine, pia hata huku pia kuna vipindi unakuwa na trading na trades nzuri sana. Unaona, yani trade inaenda, unatengeneza pesa nyingi sana, lakini kuna nyakati pia kidogo, yani ile pesa ambayo unakuwa umezoea kuingiza kwenye trading inakuwa inapungua, au usipate kabisa, kutokana na vipindi ambavyo trading inakuwa inakupitisha. So na pia usipokuwa vizuri kwenye kumanage hicho kipindi ambacho hupati pesa sokoni, unaona, au uweze kabisa kupata pesa sokoni, kidogo ukishindwa unaweza kujikuta unapoteza mtaji wote. Sasa kwa mtu ambaye huna mtaji, mimi sitaki nikupitisha njia ngumu, au nataka nikushauri njia ambayo kwako wewe itakuwa ni salama zaidi. Unaona, kama huna mtaji, hakikisha kupitia kazi ambayo unaifanya, basi make sure unajinyima. Unaona, jinyime, yani ile pesa au kale ka pesa ambako unakuwa unakapata, jinyime, itunze, ili uweze kupata mtaji. Unaona, kama unaweza kujinyima kwenye vitu vingine ukanunua kitu fulani, au unaweza ukajinyima kwenye vitu fulani ukajenga, au unaweza ukajinyima kwenye vitu fulani ukanunua nguo, ukajinyima kwenye vitu fulani ukanunua TV au ukanunua accessories zozote zile, aidha ziwe za ndani ya nyumba au za kwako wewe mwenyewe au za kuvaa, basi hata kwenye trading pia unaweza ukajinyima, then ukapata mtaji mzuri wa forex. Unaweza ukajinyima ukaweka target, bwana mimi kila mwisho wa mwezi nataka niweke shilingi ngapi, 1,000, $100,000. Unaona, au kiasi kadhaa. Hiyo sasa inategemea na kipato ambacho wewe unaingiza kwa mwezi, kwa sababu kutrade bila kuwa na shughuli nyingine pembeni ya kufanya ni kazi ngumu sana. Unaona, yani na ndio maana inakuwa gani ngumu sana kwa wanafunzi ambao wako vioni. Unaona, au sana ni kwa wanafunzi, maana trading wengi sana imewakuta wako vioni, wanafunzi ambao wako vioni kutoboa kwenye trading, kwa sababu wanakuwa hawana shughuli nyingine yote ile ya pembeni ya kufanya zaidi ya kusoma na kufanya trading. Kwa sasa inawawia ngumu wao kufanya kusucceed, kwa sababu cha kwanza wanakuwa na hofu, wanakuwa waoga. Unaona, wanakuwa ni waoga kwenye kupoteza pesa. Kwa hiyo hata kwenye upande wa risk management kidogo inakuwa ni changamoto, anakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo kuna muda anaweza kaona opportunity, lakini kwa bila na wasiwasi anashindwa kuingia kwenye ile opportunity, yani anaogopa kupoteza. Unaona, hicho cha kwanza. Alafu cha pili pia wanakuwa na pressure sana, kwa sababu ndio pesa ile ambao anakuwa yuko nao. Na hii inawapitia sio tu wanafunzi, mtu yoyote yule ambaye hana kazi nyingine yoyote yule, ila anategemea trading na bado financially hayuko stable. Unaona, yani unataka kutegemea trading lakini financially hauko stable. Unataka kutegemea trading lakini ukiangalia hauna shughuli yoyote ambayo mwisho wa mwezi at least yani kima cha chini na kuingizia hata shilingi 200,000. Unaona, hata $100,000 yani mwisho wa mwezi, yani na kasehemu ambako
yani hiyo piga huwa garagaza unaingiza laki mbili. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo cha kwanza, kama hauna kazi au kama ni mwanafunzi, soma alafu tafuta activity ya kufanya, alafu tunza pesa, jinyime. Unaona, jinyime sana sana sana, jinyime mpaka utakapopata mtaji wa kutosha. Nje na hapo, usije ukathubutu kwenda kukopa hela au kumwazima mtu hela au kufanya account management. Maana yake mwisho wake unakuwa gani mbaya. Unaweza ukajikuta mnaishia mahakamani, mnaishia kurogana, au mnaishia kuvunjana heshima au kutangazana ni matapeli. Sasa hiyo njia pia na yenyewe huaga inaongoza pressure sana. Mtu ukisha kuwa na madeni mengi sana sana, hata pia performance yako kwenye trading inashuka. Kwa hiyo jambo la msingi, hakikisha unajinyima. Najua kuna wengine watasema bwana, best way ya kupata mtaji ni kupitia PropFirm. Sawa, ni best way, lakini pia hakikisha pia unakuwa na shughuli nyingine ya kufanya, kwa sababu kama huna shughuli nyingine ya kufanya alafu umepata ka $30 au $20 au $40 ukanunua account labda ya $5,000 alafu huna shughuli nyingine yote ya kufanya kuongezea pesa, automatically ile account ya $5,000 utaichoma tu. Unaona, kwa sababu mwisho wa siku pia mambo ndo yale, mtaji unao lakini huna shughuli nyingine ya kufanya. Unakuwa unajua kabisa hapa nikipoteza tu hapa, yani ndo kila kitu kwangu, nitashindwa kufanya nini. Kwa hiyo utakuwa una trade kwa uoga, kwa wasiwasi, na mwisho wa siku utajikuta utaanza kutrade kwa vilote vidogo, lakini itatokea tu siku utajilipua na utaipoteza ile account. Kwa hiyo the best way ni kutafuta kazi, kujinyima. Unaona, kujinyima na kuhakikisha unakuwa na shughuli amna, yani hata mwisho wa mwezi unakuwa na shughuli ambayo inakupatia hela hata $100,000 au $200,000, ambayo unaweza ukasolve baadhi ya vipengele vyako sasa kwenye kula na mambo mengine ya kijamii, ili kusudi uweze kuwa safe upande wa trading. Hakikisha una subscribe, una like na pia na kuniachia comment yako.